subiri toka ishara. Huu ni msikiti. Amehafidh, salamu alaykum. Salamu. Tupo wapi hapa? Mpo Sultan Qaboos Grand Mosque au Jami al-Akbar. Msikiti mkubwa kabisa hapa nchini Oman. Hapa Omani, na huu msikiti umefunguliwa rasmi mwaka 2001 na hadafu yake ilikuwa kuifanya kama manara ya mambo ya dawa ya kuelezea kuhusu Uislamu. Hasa ulifunguliwa wakati ya ulimwengu umeanza kuchafuka kidogo na kuwa na negative view ya Uislamu. Kwa hivyo hii inawapa fursa watu walikuwa sio Waislamu kuja kuona kujua Uislamu na Waislamu wenyewe. Na Omani ni pahala Uislamu unakuwa practice kwa hudu kwa utulivu. Kwa hivyo watu wanakuwa wanapata kuelewa zaidi kuhusu Uislamu. Sasa unazungumzia hapa katika upande yani wa kutekeleza Uislamu wenyewe kwa muonekano wa Kiislamu unaonekana zaidi. Maana kuna kama imetokezea tashwishi kuhusu Uislamu kwamba ni dini ya fujo, dini ya vurugu, dini ya ugaidi like that. Lakini sasa hii hapa ikaja kuwa ni picha ya kuonyesha ile hudu al-islami, namna kwamba Uislamu al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Na imesaidia sana, maana watu wengi wanakuja hapa wanahisi hivyo. Wanahisi hivyo kwamba ni sehemu ya salama. Sheikh Walid, wewe awali ya kuzungumza tulipoingia tu hapa katika msikiti huu, labda ulikuwa na lile la kusema kwa sababu kwa kuwa wewe ni mara ya kwanza kuingia katika msikiti huu? Kwanza nimemshukuru Mungu subhanahu wa ta'ala kuona mashruu kubwa kama hii, na siku zote sisi kama tunavyojua Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa ma khairul biqa fil ard, akasema almasajid. Kwa nimeingia katika sehemu iliyokuwa bora kwa ulimi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ukiachilia mbali hayo, nimeona utamaduni na ufanisi na weledi mkubwa sana katika jengo hili. Nikiinua macho juu pekee yake raaita thumma raaita naiman, lakini nilivyorudi chini na nilivyoambiwa carpet lote hili ni kipande kimoja, nataka nijue ilitengenezwaje, mashine, mkono, kwa sababu eneo labda hii size hii inachukua watu wangapi ndani? Hii inachukua takriban watu 7,000. Wanaingia watu 7,000 wakijipanga kusali, watu 7,000. So eneo linalochukua watu 7,000 ikatandikwa carpet moja without pieces. Vipi? Hili carpet limefanywa Iran katika mji wa Mashhad. Na wao ndio mahodari katika ufundi wa carpet. Carpet ni katika sanaa za Kiislamu. Hata kabla ya Uislamu, sanaa ya carpet ilikuwa ikifanywa katika nchi za Kiislamu. Na carpet, yani Waislamu wametofauti sana na mambo carpet. Mpaka huko Europe na nchi nyingine wanatumia carpet. Sio leo, hata katika tarikhi nyuma, muluk, watu walikuwa wanajiweza, walikuwa daima utamaduni wao wanachukua carpet kutoka katika nchi za Kiislamu, na zinafanywa kwa jauda, kwa watu walikuwa na umahiri au skill, na material also, na colors na design, yote hizi umetofauti. Unaweza kutuambia kwa kukisi tu ilichukua muda gani kutengenezwa na watu wangapi? Watu wanawake hasa, maana wanawake ndio wana patience. Wanaume kukana kitu miaka 4 wanafanya ile carpet. Kwa mkono, sio kwa mashine, kwa mkono. Miaka
miaka 4 kwa mkono kwa mkono wanafanya miaka 4, halafu wamekuja kuimalizia kazi hapa, ndio maana ikawa kipande kimoja. Wamemalizia kazi. Na hizi patterns unaziona, hizi patterns na maua ya Kiomani. Ali, sisi zaidi nitaifanya alofanya mashruh hii. Moja katika vitu alikuwa akilazimisha, alikuwa anataka basamat za Kiomani. Alama za Kiomani. Lakini tunapozungumzia msikiti huu Sheikh amehafadh, ulijengwa kwa nafaka ya nani? Yani kwa gharama ufadhili wa nani? Hii katika kwa nafaka hasa ya mfalme Hayat Qaboos. Mwenyezi Mungu amrehemu. Amina rabbal. Na yeye alikuwa na akiona mbali. Ndio. Ana mtazamo wa mbali sana, hasa katika hii majali ya dawa na nini. Leo hapa wanaingia watu wengi zaidi walikuwa sio Waislamu, kukampea na Waislamu wanakuja kuangalia na kuiona hali. Lengo hasa nafikiri amehafadhi uwepo wenu nyie kama ofisi yenu ya kutambulisha watu kuhusu Uislamu ni hili, na labda hii imekuwa kama vile ni jambo la kuvutia utalii kama vile Uislamu. Kwa ajili katika watu wanakuja hapa ambao zaidi ya 10,000 kwa siku za musimu ya siaha, siku za baridi, utalii na baridi, kiasi 5 ila 10% wanakuwa na maswala, wanataka kujua Uislamu, wanatafuta. Kwa hivyo ilikuwa imelazimika sisi tuwe na pahala ambapo hawa watu wanaweza kuja wakakaa wakauliza maswala yao, na sisi tukaweza kujibiwa. Ni watu gani ambao mpo katika ofisi ya pale? Tuko watu mukhtalif majalat, watu wametoka katika majala mbalimbali, walikuwa masuulin kabla, sasa hivi wengi wao wameretire. Kwa hivyo tunayo nidhamu ya kujifundisha tadrib na ghasia ili kuweza kufanya hii kazi, ili kuifanya kazi kwa uzuri wake. Ni vitu gani ambavyo wanavipata watalii wanapokuja katika ofisi zenu? Watalii kwanza tunawapa fursa wao kuuliza maswala yao. Wengi wanatoka katika nchi ambao Uislamu umeshawishiwa kidogo katika fikra za nini. Kwa hivyo tunawapa fursa ya kuuliza na kujua zaidi. Pia tunawapa vitabu na misahafu iliyotarjimiwa katika language, katika lugha mbalimbali kwa mujibu wa lugha zao, wanafahamu, kuweza kuwasaidia kuchukua zaidi ya ile masuala yao, yani kufahamu dini kwa lugha zao. Na wote sisi tunafanya kazi kule ni volunteers. Right? Tuna watu mashallah zaidi ya 100, wanawake, wanaume, wengi wao ndio wana experience na jitahidi katika kusoma dini. Bila shaka amehafadh. Nafikiri labda hapa wengi wanaokuja katika ofisi zenu wapo tofauti. Wapo wanaokuja kabisa kutaka kukosoa nyie, anataka moja kwa moja thibitisho kwamba yeye ndio sahihi, nyie mna makosa. Na kuna wengine laini wanakuja kutaka kujua mnaamiliana vipi na hawa na wale. Unajua ndio ilivyo kidunia. Huwezi kupata watu basi wote wanakukubali, lakini part of sisi tunawafundisha watu volunteer ili kuweza kudeal na mambo kama hayo ili kiamani bila salama, bila kuwa na jazba. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana. Hatujishughulishi sana na mijadala iliyokuwa haina faida, haina natija. Ikiwa mtu tukimwona hana raghba ya kujua kutaalam na nini, kaja kwa njia nyingine ta'annutan, tunamkaribisha kahwa tena tunampa maji
Al-ilmu bahar. Al-ilmu bahar. Tunataka uzame sasa. Acha uzame sasa. Lakini hii huu msikiti unayo yani architectural features au features za kimaamari muhimu sana katika Islamic architecture. Na useme kama hili kubba, unaona hili kubba, unaona ile mistari ile cross ile, hii nidham inaitwa kwa kizungu rib vault. Hii nidham awal mara ilifanywa katika msikiti wa Cordoba, Spain. Zaidi ya miaka 1000. Allahu akbar. Allahu. Na leo nchi yoyote na civilization yoyote inataka kufanya kubba kama hii lazima itumie nafsi ile nidhamu tuliyofanya sisi. Kwa hivyo Islamic architecture imechangisha katika architecture nyingine kama Christian architecture, Jewish architecture, hata secular architecture. Tuseme kama ukiona ile msikiti kanisa la Vatican, St. Peter's, umeona ile kubba lao asili ni ile asili imetoka katika Uislamu. Naam. St. Paul's iliyoko England. Nimesoma mimi mpaka architect alofanya St. Paul bilharf kasema kwamba yeye kapata fikra na solution ya hii ya structure kutoka katika Islamic architecture. Allahu akbar. Kwa hivyo Islamic, unajua hakuna dini material yake. Material chuma, ni mbao, ni cement, nini. Sasa zamani katika masjidi ile ya Cordoba walikuwa wanatumia stones. Na wakitumia stones, wakitumia mahala mwingine mbao, na ilikuwa size ni ndogo, lakini sasa hivi tunakwenda na wakati. Sasa hivi material inatumika kuweza kusupport heavy structure kama hii ni steel. Lakini idea na calculation ni similar. Zile. Material zinabadilika. Sasa hivi tunatumia material mpya. Na sio kila kitu kilichokuwa kwenye msikiti huu kinatoka Omani. Kinatoka huu msikiti una represent universal kama Uislamu ulivyo. Allahu akbar. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Naam. Lakini hii ni typical yani architecture ya Kiislamu. Na Uislamu umeproduce vitu vizuri, vitu jamil, beauty katika Uislamu. Kwa ajili beauty kwenye Uislamu inaanzia na mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yuhibbu jamal. Kwa hivyo vitu vingi waliotengeneza Uislamu wametengeneza vitu vizuri, vitu yani. Na leo katika majumba ya watu walikuwa wanajiweza hata huko West, lazima utakuta vitu vya Kiislamu. Lazima utakuta hata kuba kwa ajili Waislamu wametengeneza vitu vizuri. Wameleta uzuri. Wanatakiwa Waislamu daima katika vitu na katika matendo ya mazuri. Amehafadh, pamoja na kuwa tupo ndani ya msikiti huu mzuri kabisa, bila shaka kuna vitu vingine ambavyo ni vya msikiti huu. Msikiti ni eneo kubwa kabisa. Ni vitu gani ambavyo labda tungeweza kuvijua pia kama ni vipo pamoja na msikiti? So msikiti, hata ukirudi katika tarehe yetu, msikiti sio pahala pa kusujudu peke yake, lakini pahala pana activities nyingi za polytechnic. Kwa hivyo huu msikiti unayo markaz taarifi bil Islam, for example ofisi yenu ya kutambulisha Uislamu. Kuna maktaba, tukiwa na time unaanza kuna kutizama, wanakuja watu hapa, ni public library, wanakuja watu hapa kuja kusoma, kuresearch. Vitabu vimeandikwa kutoka maktaba hii, wanafunzi wanakuja kusoma. Kuna facilities kama internet and printing. Kuna hodi kubwa la mihadhara mikubwa imefanywa hapa. Moja ya mihadhara juzi imefanywa Al-Haji hapa. Kwa hivyo hii ni pahala
kuna taalimu ya Qur'an, right, na hifadhi ya Qur'an. Kwa hivyo msikiti una mambo mengi yani. Ile ni institute pia ni institute nje kabisa kule, ni part ya msikiti, part ya within haikal ya hii markaz Sultan Qaboos Ali lithaqafa wal ulum. Na hii markaz inayo misikiti mingi. Okay, huu ni moja wapo na huu ni mkubwa, lakini tuna msikiti mwingine huko Sohar pia msikiti mzuri. Na msikiti ambao unakusudia msikiti inayobeba jina la Hayati Qaboos, Masjid Qaboos au jana. Na when you talk about Islamic architecture, iko anwa inategemea wakati na inategemea pahali. Okay, msikiti tuseme katika Ottoman Dawla Uthmania ina ashya mumayyiz. Misikiti iliyofanywa katika Dawla Abbasiya inayo misikiti iliyofanywa kama Kurtuba katika Dawla Umawiya, misikiti iliyofanywa katika دول أخرى كما صفوية دولة utazikuta architecture. Kwa hivyo sisi architecture yetu ni shamila na ya kimataifa yani seriously yani. Hii nakwambia hakuna dini yote ilo produce very rich civilization kama kabisa. Amhapo jazakallahu, lakini pia tutakuwa hatujampata mtazamaji kitu kama vile jumla ya jamaa tunasema. Ulizungumzia kuhusu ile taa ile, labda kidogo pia ungezungumzia kwa sababu hatujarekodi. Okay, so hii taa ya chandelier. Misikiti mingi ulimwenguni, katikati ya msikiti kuna kubba. Okay, traditionally hii kubba ilikuwa ina maana yake. Hata hii qibla hii mihrab ina maana yake, mimbar ina maana, ina faida zake. Okay, tuanze na taa, lakini na daiman katika center inakuwa na taa, na hii chandelier inakwenda na ukitazama na size ya msikiti na muonekano sababu ya kugawa mionzi na hii engineering yake imefanywa imefanywa Ujerumani. Chandelier special kwa msikiti huu, na crystals zake zimetoka Nemsa. Zimetoka Nemsa, lakini ile the actual structure imefanywa Ujerumani. Ina taa zaidi ya 1000 hizi taa. Na hii inafunguka ndani, halafu kunayo kama ngazi, anaweza kutumbukia mtu kule usimwone. Anakwenda kubadilisha na kusafisha na nini. Na hii ni gold plated, ni dhahabu, rangi ya dhahabu. Na ukitizama uzito wake, ndio kuuliza, ukifikiria uzito kubwa hii inafika tani 4. Lazima kilo 1400. Na ile meters yani inafika mita 8 ukitizama mpaka kule juu. Kwa hivyo ni very kifaa kikubwa. Kwa hivyo handasa ya kuweza support kitu kama hichi na kubeba ile kubba na nini, ile handasa kubwa yani kile kubwa sana. Na zamani mihrab ilikuwa mihrab